wa TAKUKURU wa mwaka 2022 mpaka 2026, maelekezo yaliyotokana na mapendekezo ya Tume ya Kijinai ya mwaka 2023 pamoja na malengo ya bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Rais, maeneo yaliyopewa kipaumbele katika mwaka wa 2024-2025 yalikuwa ni matatu yafuatayo: mosi, ukusanyaji wa mapato ya serikali; mbili, udhibiti wa vitendo vya rushwa katika chaguzi; na tatu, udhibiti wa vitendo vya rushwa katika utoaji wa huduma kwa umma, hususan katika sekta za afya, ujenzi, maji, ardhi pamoja na elimu. Mheshimiwa Rais, maelezo yanayofuata sasa ni mchanganuo wa kazi hizo kwa mujibu wa jukumu yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa. Eneo la kuzuia rushwa. Mheshimiwa Rais, jukumu la kuzuia rushwa lilitekelezwa kupitia kazi za utafiti, uchambuzi wa mifumo pamoja na kufanya tathmini ya hatari ya rushwa ili kubaini mianya na viashiria vya rushwa na kutoa ushauri wa namna ya kudhibiti. Vile tulifuatilia matumizi ya rasilimali za umma and public expenditure tracking surveys ili kubaini viashiria vinavyoweza kusababisha upotevu wa rasilimali za umma, kuona thamani ya fedha inafikiwa katika miradi husika na pia kujiridhisha na uzingatiaji wa makadirio ya gharama za miradi ya BOQ. Mheshimiwa Rais, katika kuzuia rushwa vile tulielimisha umma na pia tulitekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki. Programu hii ya TAKUKURU Rafiki inalenga kuongeza wigo wa wadau kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuibua na kutatua kero katika utoaji wa huduma au utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kero hizi ni zile ambazo zikiachwa pasipo kutatuliwa zinaweza kusababisha vitendo vya rushwa kutokea. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU ilifanya kazi mbili za utafiti na kazi 757 za uchambuzi wa mifumo. Idadi ya kazi hizi imeongezeka ikilinganishwa na utafiti mmoja na kazi 660 za uchambuzi zilizofanyika katika mwaka 2023-2024. Kazi za utafiti zilizofanyika ni hizi zifuatazo: moja, utafiti kuhusu ufanisi wa mifumo ya udhibiti wa vitendo vya rushwa katika huduma za afya zinazotolewa na hospitali ngazi za rufaa, mikoa na wilaya, pamoja na utafiti kuhusu uelewa wa wadau kuhusu majukumu na mamlaka ya TAKUKURU ili kuimarisha mikakati ya mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za uchambuzi wa mifumo zilizofanyika ni pamoja na kazi 7 zifuatazo: moja, makadirio na mapato ya ndani katika halmashauri 40. Uchambuzi huu ulifanyika kwa lengo la kutathmini mianya ya rushwa na upotevu wa fedha za umma katika mamlaka za serikali za mitaa. Mbili, usimamizi wa uvukaji wa magari ya mizigo mipakani. Uchambuzi huu ulifanyika katika vituo vya Tunduma, Kasumulu, Mutukula, Kabanga na Rusumo. Tatu, ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kielektroniki kupitia mashine za POS. Uchambuzi huu ulifanyika katika halmashauri ya wilaya ya Rombo. 4, utoaji na urejeshaji wa mikopo ya 10%. Uchambuzi huu ulifanyika katika halmashauri mbalimbali nchini. 5, mfumo wa ukataji na uwasilishaji wa kodi ya zuio. Uchambuzi huu ulifanyika katika miradi ya maendeleo katika halmashauri ya Manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Iringa, halmashauri ya wilaya ya Meatu pamoja na halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. 6, usimamizi wa vyama vya ushirika katika uendeshaji na usimamizi wa kilimo cha tumbaku. Uchambuzi huu ulifanyika katika mikoa ya Tabora, Geita na Shinyanga. 7, usimamizi wa mazingira na biashara ya hewa ukaa carbon. Uchambuzi huu ulifanyika ili kutathmini mianya ya rushwa katika mfumo wa mapato na matumizi ya fedha yatokana na biashara ya carbon na ulifanyika katika wilaya za Tanganyika, Kiteto na Mbulu. Mheshimiwa Rais, matokeo ya uchambuzi huu wa usimamizi wa mazingira na biashara ya hewa ukaa pamoja na mambo mengine ulionyesha kuwepo kwa mambo makuu 4 yafuatayo: mosi, uelewa mdogo wa biashara ya hewa ukaa miongoni mwa wadau; 2, kutozingatiwa kwa kanuni za mgao wa mapato; 3, kukosekana kwa uwazi kuhusu bei katika soko la kimataifa; na 4, uhaba wa vifaa na uchache wa wataalamu katika kusimamia, kuhakiki na kuthibitisha viwango vya carbon. Mheshimiwa Rais, kufuatia kazi hizi za uchambuzi wa mifumo, TAKUKURU ilifanya vikao 671 na wadau katika sekta zilizofanyiwa uchambuzi, ambapo mikakati 3470 ya kuziba mianya ya rushwa iliwekwa. Kutokana na mikakati hiyo, jumla ya mikakati 2994 ilitekelezwa sawa na 86% ya mikakati yote, na mikakati 476 iliyosalia inaendelea kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Rais, matokeo yaliyotokana na utekelezaji wa mikakati hiyo ni pamoja na yafuatayo: kwanza ni kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato kwa zaidi ya shilingi bilioni 8.6 kwa mwaka katika halmashauri 40 zilizofanyiwa uchambuzi.
Awali makusanyo yalikuwa shilingi bilioni 97.8 na baada ya ufuatiliaji wa TAKUKURU makusanyo yameongezeka hadi kufikia shilingi bilioni 106.4. Mbili ni kuongezeka kwa makusanyo ya kodi ya zuio na kufikia shilingi bilioni 1 katika halmashauri za manispaa na wilaya ya Iringa pamoja na halmashauri za wilaya ya Meatu na wilaya ya Mkuranga kama ifuatavyo. Halmashauri ya manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Iringa zilitekeleza miradi yenye thamani ya jumla shilingi milioni 18.3 iliyotakiwa kukatwa kodi ya zuio ya kiasi cha shilingi milioni 982.7, lakini kodi hii haikukatwa. Halmashauri ya wilaya ya Mkuranga ilitekeleza miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 5.5 iliyotakiwa kukatwa kodi ya kiasi cha shilingi milioni 119.1. Hata hivyo, uchambuzi wa TAKUKURU ulibaini kuwa kiasi hiki cha kodi kilikatwa, lakini shilingi milioni 103.7 tu ndio iliyowasilishwa, ikiwa ni pungufu kwa shilingi milioni 15. Halmashauri ya wilaya ya Meatu ilitekeleza miradi yenye thamani ya shilingi milioni 483.6 iliyotakiwa kukatwa kodi ya zuio ya kiasi cha shilingi milioni 13.1, lakini kodi hii haikukatwa. Mheshimiwa Rais, naomba kujulisha kuwa baada ya TAKUKURU kufanya ufuatiliaji, kiasi chote cha kodi ambacho hakikuwa kimekatwa kilikusanywa na kuwasilishwa Mamlaka ya Mapato Tanzania ya TRA. Mheshimiwa Rais, mafanikio mengine yaliyotokana na kazi za uchambuzi wa mifumo ni kuongezeka kwa 100% kwa makusanyo ya mapato kwa kutumia mashine za POS. Hii ni katika halmashauri ya wilaya ya Rombo ambapo makusanyo yameongezeka kutoka shilingi bilioni 2.2 kwa mwaka 2023-2024 hadi shilingi bilioni 4.4 kwa mwaka 2024-2025. Ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ipatayo 1864 yenye thamani ya shilingi trilioni 14.3. Idadi hii ni ongezeko ikilinganishwa na miradi 1773 yenye thamani ya shilingi trilioni 11.4 iliyofuatiliwa mwaka 2023-2024. Miradi iliyofuatiliwa inajumuisha: moja, program ya Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agribusiness; 2, ujenzi wa miundombinu ya maji katika miradi 30 ya maji inayosimamiwa na RUWASA yenye thamani ya shilingi bilioni 187.1. Miradi hii ni iliyopo katika mikoa ya Morogoro, Arusha, Iringa, Mbeya, Tanga, Tabora, Songwe, Pwani, Njombe, Mwanza, Lindi, Kigoma, Kagera, Mtwara, Dodoma na Geita. 3, miradi mingine iliyofuatiliwa ni utekelezaji wa miradi 28 ya wakala za barabara vijijini na mjini TARURA yenye thamani ya shilingi bilioni 43. 4, kazi nyingine ilihusisha ufuatiliaji wa zoezi la ulipaji fidia kwa wahanga wa mradi wa upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti Bunda. Na 5, mradi wa ujenzi wa mabweni wenye thamani ya shilingi bilioni 4.3. Mradi huu ulitekelezwa katika shule ya sekondari ya wavulana ya Katavi na shule ya sekondari ya Lungwa zilizopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla tulifuatilia matumizi ya rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi 1864 ambapo miradi 913 ilibainika kuwa na kasoro. Kati ya miradi hii 913 yenye kasoro, miradi 66 imeanzishiwa uchunguzi. Idadi hii ni pungufu ikilinganishwa na miradi 92 iliyoanzishiwa uchunguzi mwaka 2023-2024. Idadi hii inaonyesha kuwa miradi inayoanzishiwa uchunguzi inapungua, hatua inayotokana na ufuatiliaji wa TAKUKURU katika utekelezaji wa miradi hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla katika ufuatiliaji huu tumebaini kuwepo kwa usimamizi dhaifu wa mikataba unaosababisha yafuatayo: 1, miradi kutekelezwa kwa kutozingatia matakwa ya mkataba husika; 2, wakandarasi kulipwa fedha kwa kazi ambazo hazikutekelezwa; 3, kutokatwa kwa kodi ya zuio katika baadhi ya miradi; 4, ubora wa kazi na vifaa usioridhisha; 5, kutozingatiwa kwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023; na 6, kufanyika kwa malipo zaidi ya matakwa ya mkataba. Mheshimiwa Rais, dosari zinazobainika katika ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo zimekuwa zikijirudia. Kwa ridhaa yako, naomba kuchukua fursa hii kuwakumbusha wote wenye dhamana ya kusimamia miradi hii, hususan maafisa masuuli ambao ni makatibu wakuu wa wizara
makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuimarisha usimamizi ili kuepukana na dosari zinazobainika zikijirudia kila mwaka. Programu ya TAKUKURU Rafiki. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kutekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki inayolenga kutatua kero katika utoaji wa huduma kwa umma au utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kero hizi ni zile ambazo zisipotatuliwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Jumla ya kero 25,061 ziliibuliwa na kati yake kero 10,785 zilitatuliwa. Aidha, kero 14,276 ziko kwenye hatua mbalimbali za utatuzi kwa kuwa baadhi yake zilihitaji kutengewa bajeti na zitakapotatuliwa mrejesho utatolewa kwa wananchi wa kata husika. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa programu hii pamoja na mambo mengine umeleta mafanikio yafuatayo. Mosi, wananchi wameendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kuzuia na kupambana na rushwa. Pili, wananchi wameongeza imani kwa serikali baada ya kero zao kutatuliwa. Na tatu, wadau watoa huduma wameongeza uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Uelimishaji umma. Mheshimiwa Rais, kazi nyingine iliyotekelezwa katika jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa ni uelimishaji umma. Elimu iliendelea kutolewa kwa kutumia mbinu mbalimbali, lengo likiwa ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu tatizo la rushwa, kuhusu jitihada zinazofanyika kulikabili tatizo la rushwa, pamoja na kuwakumbusha nafasi na wajibu wao katika mapambano haya. Pia uelimishaji huu ulilenga kubadili mtazamo wa wananchi ili waichukie rushwa na wahamasike kushiriki kwenye juhudi za kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zilizofanyika zilihusisha semina 4760, mikutano ya hadhara 4143, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 7042 na ushiriki maonyesho 544. Mheshimiwa Rais, kiwango cha uelimishaji umma kimeongezeka ikilinganishwa na mwaka 2023 ambapo semina 3847 zilifanyika, mikutano ya hadhara 3797 iliendeshwa na TAKUKURU ilishiriki maonesho yapatayo 445. Vilevile tulisambaza habari na makala mitandaoni na kurusha vipindi 703 vya redio na television. Aidha, aina 30 za machapisho na makala picha, yani video documentaries 104 zilirushwa kupitia TAKUKURU TV ambao ni channel ya televisheni mtandao ya TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kujenga utamaduni wa kuichukia rushwa kwa kuwajengea na kuwaongezea uelewa wa wanafunzi ambao ni wanachama wa klabu za wapinga rushwa. Elimu hii ilihusu tatizo la rushwa na namna ya kuzuia na kupambana na rushwa. Katika kuitekeleza kazi hii, klabu 2117 za shule za msingi, klabu 4883 za shule za sekondari na 43 za vyuo ziliimarishwa. Klabu hizi zina jumla ya wanachama 996,807 ikiwa ni ongezeko la wanachama 170,764 kutoka wanachama 826,043 waliokuwepo mwaka 2023-2024. Wanachama hawa pia walihamasishwa kuwaelimisha wanafunzi wenzao na jamii kwa ujumla kuhusu tatizo la rushwa na jinsi ya kila mwanajamii au mwanafunzi anavyopaswa kushiriki mapambano dhidi yake. Mheshimiwa Rais, mwitikio wa uanzishwaji wa klabu za wapinga rushwa umekuwa ukiongezeka siku hadi siku, ambao sasa makundi mbalimbali yanaanzisha klabu za wapinga rushwa. Kwa mfano, katika wilaya ya Mafia imeanzishwa klabu ya wazee wapinga rushwa. Vilevile katika mkoa wa Kigoma imeanzishwa klabu ya wanawake wapinga rushwa. Mheshimiwa Rais, katika hatua nyingine, TAKUKURU iliendelea kushirikiana na Chama cha Skauti Tanzania pamoja na Chama cha Skauti wa Kike Tanzania, ambapo vijana hao wameelimishwa kuhusu madhara ya rushwa na jinsi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ikiwa ni pamoja na kuwajengea ujasiri na mbinu za kukabiliana na vitendo vya rushwa, hususan rushwa ya ngono. Mheshimiwa Rais, vilevile TAKUKURU ilishiriki katika mbio za Mwenge wa Uhuru kwa madhumuni ya kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa, ikiwemo kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Umma umeelimishwa pia kuhusu namna ya kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika shughuli za utoaji wa huduma na shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais, uelimishaji huu uliyafikia makundi mbalimbali ikiwemo watumishi wa umma, vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wa sekta binafsi, vyama vya ushirika, viongozi wa dini, vyama vya siasa, wafanyabiashara pamoja na umma kwa ujumla. Baadhi ya mafanikio yaliyotokana na uelimishaji ni haya matatu yafuatayo. Mosi, kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu rushwa kutoka 77.5% mwaka 2020 hadi kufikia 84.6% mwaka 2024.
Hii ni kwa mujibu wa utafiti uliofanya kupima uelewa wa wadau kuhusu rushwa. Pili, uungwaji mkono wa juhudi za serikali kuhusu kuzuia na kupambana na rushwa. Na tatu, utayari wa wadau kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU katika utekelezaji wa majukumu yao. Mheshimiwa Rais, baada ya kueleza jinsi tulivyoshirikiana na wadau katika jukumu la kuzuia rushwa, sasa naomba nieleze namna tulivyotekeleza jukumu la kupambana na rushwa kwa kufanya operations za uchunguzi pamoja na kufungua na kuendesha kesi mahakamani. Mheshimiwa Rais, kupitia operation mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 14.5. Kati ya fedha iliyookolewa, shilingi bilioni 10.1 ni fedha taslim ambayo iliwekwa kwenye akaunti za taasisi na idara za serikali, na shilingi bilioni 4.4 ilidhibitiwa sambamba na kurejesha vifaa na mali zilizoelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, uokoaji huo wa shilingi bilioni 14.5 nilizozungumzia hapo juu unahusisha maeneo mbalimbali, ambapo baadhi ya maeneo hayo ni kama ifuatavyo. Moja, shilingi bilioni 1.2 ni limbikizo la fedha ya ushuru wa huduma uliotakiwa kulipwa kwa halmashauri mbalimbali na kampuni za Mastermind Tobacco Limited na Beijing Construction Engineering Group Company Limited. Kutokana na operations za TAKUKURU, fedha hii ililipwa kwenye halmashauri husika. Pili, shilingi milioni 770 ni fedha ya mikopo iliyotolewa na benki ya NBC kwa vyama vya ushirika vinavyolima zao la tumbaku. Awali vyama hivyo vilishindwa kurejesha fedha hiyo, lakini baada ya TAKUKURU kufuatilia, vyama hivyo vilirejesha fedha hiyo benki ya NBC tawi la Kahama mkoani Shinyanga. Tatu, shilingi milioni 221 ni fedha iliyotokana na uuzwaji wa viwanja vya halmashauri ya manispaa ya Kahama eneo la Nyasubi. Awali waliopewa hati za umiliki wa viwanja husika hawakuwa wamelipia gharama za ununuzi wa viwanja hivyo kulingana na utaratibu, lakini kupitia operations za TAKUKURU kiasi hicho cha fedha kimelipwa na wamiliki wa maeneo hayo. Mheshimiwa Rais, taarifa hii ya operation za uchunguzi ninayoiwasilisha leo ni ya kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 hadi Juni 2025. Lakini katika kipindi cha Julai 2025 hadi Februari 2026 kiasi cha shilingi bilioni 101.8 kimeokolewa kutokana na operation mbalimbali za uchunguzi zilizofanywa na TAKUKURU. Tukirejea katika taarifa yetu, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Juni 2025, TAKUKURU ilikamilisha uchunguzi wa majarada 1030. Kati ya majarada hayo 22 ni ya rushwa kubwa yenye thamani ya jumla shilingi bilioni 210.5. Idadi hii ya majarada 1030 ya uchunguzi yaliyokamilika imeongezeka ikilinganishwa na majarada 728 yaliyokamilika kwa mwaka wa 2023-2024, yakiwa majarada 17 ya rushwa kubwa kwa mwaka huo. Ongezeko hili linatokana na kasi ya ushughulikiwaji wa tuhuma zinazohususishwa katika ofisi za TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, uchunguzi wa majarada yaliyokamilika mwaka 2024-2025 pamoja na mambo mengine unahusisha tuhuma za kugushi kadi za benki zilizoibiwa taarifa zake na kupelekea kiasi cha shilingi bilioni 147.5 kutolewa hapa nchini kwetu katika akaunti za wateja pasipo ridhaa yao. Uchunguzi wetu ulibaini kuwa fedha hii ilitolewa kupitia malipo ya huduma na bidhaa kwa kutumia kadi 1551 za wateja wa mataifa 11 kupitia makampuni 162 na benki 5 za hapa nchini. Uchunguzi huu pia ulibaini yafuatayo: kadi zilizogushiwa zilitumika kufanya malipo mbalimbali ya huduma za utalii, usafirishaji, malipo ya kodi na bima ya afya. Pili, watuhumiwa walifanya utakatishaji wa fedha na kusababisha hasara shilingi bilioni 2.6 kwa baadhi ya benki. Na tatu, makampuni 82 ya utalii yaliyopo katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Dar es Salaam na Mwanza yalitumia kadi zilizogushiwa kinyume na sheria ya kanuni ya adhabu na sheria ya uhujumu uchumi. Mheshimiwa Rais, katika uchunguzi huu hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2025, TAKUKURU ilikuwa imeokoa kiasi cha jumla ya shilingi milioni 678 zilizorejeshwa benki. Uchunguzi mwingine ni wa tuhuma za mkataba baina ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na Tourist and Hotels Limited kwenye thamani ya shilingi bilioni 23 unahusu uboreshaji na uendeshaji wa Sopa Lodge. Vilevile Mheshimiwa Rais, tulifanya uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa shilingi bilioni 19.1 za benki ya NMB mkoani Shinyanga. Uchunguzi huu ulibaini kuwa ubadhirifu huo umefanywa na wakopaji 42 walioshirikiana na washika dhamana, yani collateral manager wa Brent Intertrade Company Limited kupitia mikopo ya stakabadhi ghalani pamoja na watumishi wasio waaminifu wa benki ya NMB wa matawi ya Kahama na kuibia benki hiyo kiasi cha shilingi bilioni 19.1.
Katika uchunguzi huu majalada 10 yamekamilika. Kati ya hayo 7 yamepata kibali cha mashtaka, ambapo jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 4.2 zimeokolewa na kurejeshwa benki ya NMB. Mheshimiwa Rais, majalada mengine yaliyochunguzwa yanahusisha uchunguzi uliotokana na taarifa ya CAG ya mwaka 2023-2024 ambapo jumla ya majalada 86 yenye shilingi bilioni 9.6 yalifanywa kazi. Kati ya majalada yaliyochunguzwa, majalada 13 watuhumiwa walichukuliwa hatua za kinidhamu, majalada 36 kesi zinaendelea mahakamani, kesi 7 zilitolewa uamuzi mahakamani ambapo jamhuri ilishinda kesi hizo zote, na majalada 30 yalifungwa kutokana na kukosekana kwa ushahidi. Kupitia uchunguzi wa tuhuma hizi, kiasi cha shilingi milioni 259.2 kiliokolewa. Kazi nyingine zilizofanyika ni uchunguzi wa majalada 169 yanayohusu tuhuma za ubadhirifu wa fedha ya mapato katika halmashauri mbalimbali. Uchunguzi ulibaini kuwa kiasi cha shilingi bilioni 12.3 kilikusanywa kupitia mashine za kukusanyia ushuru yani POS kupitia mfumo wa kielektroniki wa kurahisisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ya Local Government Revenue Collection Information System pasipo kuwasilishwa benki. Kati ya majalada yaliyochunguzwa, majalada 32 yanaendelea na uchunguzi, majalada 39 yamewasilishwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kuomba kibali cha mashtaka, na majalada 2 yalipata kibali cha kufunguliwa mashtaka mahakamani. Majalada 49 kesi zinaendelea mahakamani, majalada 8 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu, na majalada 39 yalifungwa kutokana na kukosekana ushahidi. Kupitia uchunguzi huu, TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 1 na tunaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha kuwa kiasi chote kilichofanyiwa ubadhirifu kinarejeshwa. Mheshimiwa Rais, kupitia operesheni hizi, uchunguzi wa TAKUKURU ulibaini kwamba sababu za ubadhirifu kuendelea kufanyika kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni pamoja na sababu kuu 2 zifuatazo. Mosi, kukosekana kwa usimamizi madhubuti wa kuhakikisha kuwa fedha inayokusanywa inahifadhiwa benki, na 2, baadhi ya wasimamizi na wahasibu kukosa uadilifu na kujinufaisha na fedha hiyo. Mheshimiwa Rais, kazi nyingine iliyofanyika ni uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha kiasi cha shilingi milioni 861.2 za chama cha msingi cha Kisanga wilaya ya Sikonge mkoani Tabora, ambapo ubadhirifu huo umefanywa na viongozi wa chama hicho wakishirikiana na maafisa ushirika wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Uchunguzi wa jalada hilo umekamilika na watuhumiwa wamefunguliwa kesi mahakamani. Uendeshaji mashtaka. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU imeendesha kesi 1016 zikiwemo kesi mpya 755 zilizofunguliwa mwaka 2024-2025 katika ngazi mbalimbali za mahakama nchini. Kati ya kesi hizo mpya 10 zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, na kesi 593 zimetolewa uamuzi mahakamani ambapo jamhuri imeshinda kesi 483. Hili ni ongezeko ikilinganishwa na kesi 440 zilizotolewa uamuzi na kesi 334 zilizoshinda katika mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka 2024-2025 kiwango cha kushinda kesi ni 81.5%. Kiwango hiki kimeongezeka ikilinganishwa na kiwango cha 76% kilichofikiwa mwaka 2023-2024. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2024-2025 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na nje kama ifuatavyo. TAKUKURU imeendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria, wabunge wanachama wa mtandao wa wabunge wa kupambana na rushwa tawi la Tanzania, African Parliamentarian Network Against Corruption APNEC, pamoja na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo umekuwa ukituelekeza kuendelea kujenga kizazi chenye maadili mema na kisijihusisha na vitendo vya rushwa, TAKUKURU kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET inaendelea na utaratibu wa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye somo la historia ya Tanzania na maadili. Somo hili linafundishwa katika shule za msingi, shule za sekondari na vyuo vya ualimu, ambapo hadi sasa maudhui haya yameingizwa katika madarasa yote isipokuwa darasa la 7 na kidato cha 4, ambapo mchakato wa kuingiza maudhui katika madarasa hayo unaendelea. Ushirikiano na ZAECA. TAKUKURU imeendelea na ushirikiano na mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo hayo
ni mafunzo ya weledi na kubadilishana uzoefu, maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika tunayoiadhimisha Julai 11 kila mwaka, pamoja na operations za kiuchunguzi. Ushirikiano na wadau wa nje. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imeendelea kushirikiana na wadau wa nje ya nchi katika utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa inayohusu mapambano dhidi ya rushwa kama ifuatavyo. Moja, mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, United Nations Convention Against Corruption, UNICAC, wa mwaka 2003. Pili, mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na uhalifu wa kupanga, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNTOC, wa mwaka 2000. Tatu, mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa Africa, African Union Convention on Preventing and Combating of Corruption, AUCPCC, wa mwaka 2003, na itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa, SADC Protocol Against Corruption, ya mwaka 2001. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirikiano huu TAKUKURU imepata fursa mbalimbali ambazo ni pamoja na kubadilishana uzoefu, kushiriki mafunzo mbalimbali, kushiriki katika uangalizi wa uchaguzi, pamoja na kuandaa mitaala ya mafunzo ya pamoja kwa mamlaka za kupambana na rushwa katika nchi wanachama wa SADC. Vilevile tunashiriki katika maandalizi ya kipimo cha kupima jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa kwa nchi wanachama wa SADC. Jitihada za serikali katika kuimarisha TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, pamoja na kupatia taarifa fupi ya namna tulivyotekeleza majukumu yetu, kwa ridhaa yako na kwa niaba ya management na watumishi wa TAKUKURU, ninaomba nitoe shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa kusimamia mapambano dhidi ya rushwa kwa vitendo na kwa kuimarisha TAKUKURU katika maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo manne yafuatayo. Moja, ununuzi wa magari. TAKUKURU ina jumla ya ofisi 145 na ofisi zote hizo zimepatiwa magari mapya. Pili, 92% ya watumishi wamepata mafunzo ya kuwajengea uwezo ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wao. Tatu, bajeti ya maendeleo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 4.5 mwaka 2023-2024 hadi kufikia bilioni 6 mwaka 2024-2025. Fedha hiyo imetumika kugharamia ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Morogoro, ujenzi wa majengo ya ofisi za wilaya 7 pamoja na nyumba za watumishi katika wilaya ya Momba. Fedha hii pia ilitumika kukarabati ofisi 3 za mikoa na 1 ya wilaya pamoja na kujenga uzio katika ofisi 2 za mikoa na 7 za wilaya. Vilevile, Mheshimiwa Rais, tumeimarisha matumizi ya TEHAMA kwa ununuzi wa kompyuta 667 na kununua vifaa kwa ajili ya kuimarisha maabara ya uchunguzi pamoja na kuunganisha mtandao katika ofisi 22 za TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, kwa uwezeshaji huu hadi kufikia mwezi Juni tarehe 30 mwaka 2025, makao makuu pamoja na ofisi zote 145 za TAKUKURU katika mikoa na wilaya zimeunganishwa kwenye mtandao. Mwelekeo wa TAKUKURU kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2025-2026, TAKUKURU inaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzingatia vipaumbele vitano vifuatavyo. Moja, ufuatiliaji na udhibiti wa fedha ya ruzuku kutoka serikali kuu inayopelekwa kwenye halmashauri. 2, udhibiti wa vitendo vya rushwa katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. 3, udhibiti wa vitendo vya rushwa katika maeneo ya huduma za jamii. 4, kuimarisha ushirikiano na wadau wa ndani na nje ya Tanzania ili waendelee kuunga mkono na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya rushwa. Na 5, kuimarisha miundombinu na matumizi ya TEHAMA katika utekelezaji wa majukumu ya TAKUKURU ili kuongeza ufanisi. Mheshimiwa Rais, katika hatua nyingine ningependa kuufahamisha umma kwamba pamoja na majukumu ya TAKUKURU ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU ni sehemu ya jamii na ni taasisi ya umma ambayo haizalishi wala kupata faida katika utoaji wa huduma kwa wananchi, hata iwajibike kurejesha sehemu ya faida hiyo kwa jamii kupitia Corporate Social Responsibility, CSR. Lakini kwa kutambua kuwa sisi ni sehemu ya jamii na ili kuigusa jamii tunayoihudumia, tumejiwekea utaratibu wa watumishi kuchanga fedha kwa hiari kila mwezi kutoka katika mishahara yetu, kununua na kutoa msaada wa mashine za kuwasaidia watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati na wenye uzito mdogo katika hospitali za rufaa za mikoa yote Tanzania bara. Mashine zinazokabidhiwa ni 2. Ya kwanza ni Infant Radiant Warmer na ya pili inaitwa Phototherapy Unit. Jitihada hizi ambazo ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii ni katika kuunga mkono jitihada zako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha afya ya mama na mtoto pamoja na ustawi wa Watanzania kwa ujumla. Naomba nitumie fursa hii pia kukupongeza sana rais wetu ambaye katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za Afrika uliofanyika mwezi Februari mwaka 2026 kule Addis Ababa nchini Ethiopia
ulipewa tuzo ya kuwa balozi wa huduma za afya ya mama na mtoto barani Afrika. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, katika matendo ya huruma mpaka sasa tayari tumeshakabidhi mashine katika hospitali 19 za rufaa za mikoa ifuatayo: Arusha, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Manyara, Dodoma, Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Kilimanjaro, Simiyu, Mara, Mwanza na Dar es Salaam. Ni matarajio yetu kuendelea na utaratibu huu hadi tutakapozifikia hospitali 9 za rufaa za mikoa zilizosalia. Shukran. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa utashi wa kuongoza mapambano dhidi ya rushwa. TAKUKURU inakuahidi kuwa itaendelea kuongeza juhudi katika kudhibiti vitendo vya rushwa kabla havijatokea na kusababisha upotevu wa rasilimali za umma, hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma nyingine za umma. Vilevile wahusika watakaothibitika kutenda makosa ya rushwa watafunguliwa mashtaka mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya, kwa heshima na taadhima, sasa naomba nikukabidhi nakala za vitabu vya taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante, tunakushukuru. Tumpongeze kwa makofi mengi mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshasogea mbele tayari kwa ajili ya kupokea taarifa hiyo. Makofi mengi tena waheshimiwa viongozi. Tunakushukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako sasa naomba uridhie tumkaribishe mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG na yeye aje wasilishe ripoti yake. Karibu CAG. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Mchechu Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Juma Omar, Mbunge, Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Balozi Daktari Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Albert Charamila, Mkuu wetu wa Mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Devota Minja, Mbunge, Mwenyekiti wa Kamati ya PAC, Mheshimiwa Ado Shaibu, Mbunge, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Daktari Othman Abbas Ali, ndugu Crispin Chalamila, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, ndugu Dennis Simba, mkurugenzi mkuu wa PPRA, watumishi wenzangu wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, kwanza niungane wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku afya njema na kutuwezesha sote kufika siku ya leo ambapo unapokea taarifa hizi. Mheshimiwa Rais, lakini pia nichukue nafasi hii kukupa pole wewe Mheshimiwa Spika, wananchi wa Jimbo la Isimani, familia na Watanzania wote kwa kuondokewa na aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Poleni sana. Mheshimiwa Rais, nipo mbele yako
kutekeleza masharti ya ibara ya 143 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Rais, ibara hii inatoa masharti yafuatayo. Kwanza, inanitaka kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi za kila mwaka, na katika kutekeleza sharti hili, kanuni ya 88 ya kanuni za ukaguzi wa umma za mwaka 2009 inanitaka kuwasilisha ripoti hizo ifikapo ama kabla ya tarehe 31 Machi ya kila mwaka. Leo ni tarehe 30. Tuko ndani ya muda. Ibara hii ya katiba inaendelea kutoa sharti kwamba baada ya kuzipokea ripoti hizi, utawaagiza wahusika waziwasilishe kwenye kikao cha bunge kinachofuata baada ya kuwa umezipokea ripoti husika, na inabidi ripoti hizo ziwasilishwe bungeni kabla ya kupita siku 7 tangu siku kilipoanza kikao cha bunge. Naambiwa kikao cha bunge kitaanza kesho. Tuko ndani ya muda. Mheshimiwa Rais, ni jambo la faraja kuona kwamba licha majukumu yako mengi, umekuwa miaka yote ukitenga muda wako ili kutekeleza sharti la kikatiba linalokutaka upokee ripoti za ukaguzi kila mwaka. Umekuwa ukifanya kazi hii bila udhuru wowote. Pia umekuwa ukihakikisha ripoti hizi zinapelekwa bungeni ndani ya muda wa siku 7 za kazi tangia kuanza kwa vikao vya bunge linalofuata baada ya kupokea ripoti hizi. Kwa kuwa serikali imekuwa ikitekeleza sharti la kuzipeleka bungeni ripoti za ukaguzi ndani ya muda uliowekwa kikatiba, hivyo hakuna siku ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amewahi kulazimika kuziwasilisha mwenyewe kwa spika wa bunge kama katiba inavyosema. Mheshimiwa Rais, nikupongeze sana kwa kuhakikisha masharti ya kikatiba yanatekelezwa kwa ukamilifu wake. Hii inaonyesha dhamira yako ya kweli katika kukuza uwazi na uwajibikaji kwenye serikali na taasisi za umma. Mheshimiwa Rais, napenda pia kukupongeza kwa kuanza rasmi utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 katika mwaka wa fedha huu ambao tunauanza, mwaka 2025-26, ambayo inaweka misingi wa kujenga uchumi shindani, jumuishi na unategemea uwajibikaji wa pamoja na matumizi bora ya rasilimali za umma. Mheshimiwa Rais, dira hii ina malengo ya Tanzania kuwa nchi ya kipato cha kati cha juu ikiwa na watu zaidi ya milioni 118, uchumi wa thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1, na wastani wa pato la kila mtu la dola za Kimarekani milioni 7 ifikapo 2050. Mheshimiwa Rais, haya ni malengo sahihi kabisa na yanatekelezeka kutokana na rasilimali tulizonazo katika taifa hili. Na ili tekelezwe, tuwe na dhima moja, dhamira moja na utashi wa pamoja kama taifa wa kusimamia rasilimali za taifa letu, kuhakikisha ukusanyaji sahihi wa mapato na pia kuhakikisha matumizi sahihi ya mapato hayo. Mheshimiwa Rais, ni matumaini yangu kuwa ripoti ninazowasilisha zitakupa taswira halisi kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali nyingine za umma pamoja na utendaji wa taasisi za umma katika kutekeleza shughuli zake, ikiwemo miradi mikubwa ya serikali na kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali, ninaomba sasa uniruhusu nijielekeze katika kutoa muhtasari wa matokeo ya ukaguzi wangu kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025. Kama sheria ya ukaguzi inavyosema, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, zitakuwa wazi kwa wananchi ili wazisome na kuona kwa kina nini kimo kwenye ripoti hizo ambazo ninaziwasilisha kwako hapa leo. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizofanya kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 nimefanya jumla kaguzi 1553 za aina mbalimbali, zikihusisha kaguzi 1339 za hesabu za fedha, kaguzi 18 za ufanisi, kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12, kaguzi za mifumo ya tehama 137 na kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47, ambazo kati ya hizo kaguzi za kiuchunguzi na maalum 38 zimekamilika na 9 ziko katika hatua mbalimbali ya kukamilishwa. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47 nilizosema hapo juu, kaguzi 45 zinatokana na maombi ya taasisi za serikali, viongozi na wadau mbalimbali. Kaguzi 2 nilizianzisha mimi mwenyewe. Kati ya maombi hayo kutoka kwa viongozi na taasisi za serikali, Bunge liomba kaguzi 7, Waziri Mkuu aliomba ukaguzi 1, vyombo vya kiuchunguzi kwa maana TAKUKURU, DCI na DCEA waliomba jumla ya kaguzi 31. Wakuu